Bwana mzee wa kunyosha, habari za jioni na hongereni kwa ushindi wa magoli 2-0 dhidi ya JKT. Mimi nashukuru Mungu niko vizuri kabisa. Sasa hizi siku huu niko fresh. Tumeshinda kweli goli 2. Lakini bado kuna kitu ambacho mimi ninacho ndani ya moyo wangu. Sijaridhika nacho na sijafurahia. Kitu gani hicho bwana mzee wa kunyosha? Unaona? Mimi kwa sababu ni mtu ambao wa kunyosha hivi. Naona manake akitendi haki na kinasababisha manake hata mgawanyiko katika timu. Leo nimeona kabisa kapteni wetu, kapteni wa makombe au sio? Hata kwenye mbao ndefu pale hajakuwepo. Unaelewa? Lakini ukija ukiangalia manake scenario yake manake ni kwa nini hakuwepo, ni kwa sababu manake ya ile mechi tuliyopoteza dhidi ya Dodoma Jiji. Sio unaona? Ile mechi wahusika wakuu ni wawili. Na Diala naye yumo. Sio unaelewa? Sasa leo Diala kwa nini apangwe acheze? Alafu Bakari Mnondo Mwamnyeto hata kwenye bench hajawekwa. Iko ni kitu ambacho manake sio kizuri, ni kitu ambacho manake wala ni kitu ambacho akileti tija katika timu. Kama manake kupewa mkeka, wangepewa mkeka wote wawili, angedaka hata Musheli. Manake unaona kwamba tutengeneze kitu ambacho manake tuone na yeye yani Diala ajione kuwa manake hata kama manake asipokuwepo kuna watu wengine wanafanya kazi. Sisi leo Diala tumheshimisha manake tayari yeye anaonekana manake mkubwa kuliko timu ya Yanga. Ule ni uzembe. Manake ule ni uzembe. Ule ni uzembe yani. Diala ataendelea kutusumbua. Manake ushauri wako ni upi sasa kwa upande wako? Diala naye anatakiwa apewe mkeka tu. Apewe mkeka kama Bakari kapewa mkeka. Katulia manake hata kwenye mbao ndefu na niko kwenye mbao ndefu pale kashindwa kukaa. Na Diala naye anatakiwa iwe hivyo. Sio kwa sababu yale makosa yote aliyofanya na makosa aliyofanya yamegharimu timu. Kwa wote kama manake yani kama manake kupewa adhabu. Unajua kwenye timu kuna zile adhabu ambazo manake mchezaji unaweza ukapewa ambazo adhabu fupi na adhabu ndefu. Umeona? Kwa hiyo Bakari yeye kafanya makosa. Lakini Diala naye kafanya makosa. Kajivunja wakati mechi inamhitaji. Na ndio kapelekea manake sisi tulipoteza. Manake mzee wa kunyosha ulitaka nini kifanyike katika Mimi nilitaka manake Diala leo asingeweza kudaka kabisa. Umeona? Tena sio manake leo tu. Mimi kama manake ndo ningekuwa manake niko pale Yanga na maamuzi. Diala mpaka msimu unaisha singedaka. Nakwambia hivyo. Mpaka msimu unaisha? Manake mechi zote. Usimpila. Kwani Diala mwenyewe kwani si anafungwaga kwani afungwa? Si anafungwa. Mpira anaweza kadaka kipa yote. Diala alipataga nani injali. Musheli kutoka na klishiti za kutosha tu. Salidaka Musheli na klishiti za kutosha zilikuwepo. Kwa hiyo mpira manake mchezaji yoyote anaweza kudaka. Wachezaji wote pale wamesajiliwa ili wacheze. Mshono na kuna kitu kingine ambacho nacho kinaniuma kishenzi. Kwani Faridi Musa Shuaboy wamewakosea nini hawa makocha? Yaani leo nataka kutuaminisha kuwa Faridi Musa Shuaboy uwezo kweli umeisha. Mimi siamini kitu kama hicho. Unataka wacheze manake. Wapewe hata kama mtu anapewa dakika 5 10 zinatosha. Unapewa kuliko mtu kumwacha yani manake kwenye mbao ndefu anakaa manake hata dakika 2 3 anashindwa kupata. Ule unaitwa manake ni unyanyasaji na kuua viwango vya wachezaji. Umeona? Yule Faridi yule yuko vizuri. Yule Shuaboy yuko vizuri kwa sababu hakuna mtu asojua uwezo wa Shuaboy, hakuna mtu asojua uwezo wa Faridi Musa. Leo hii tunawaonaje hao watu? Manake tunawaona wa kawaida kabisa. Wakati katika kilele ambacho cha mafanikio wao
tumeanza nao, tulikuwa nao, kwa nini tunashindwa manake kuwapa heshima? Hilo nao hilo linaniumiza sana. Inakuumiza sana. Sasa mzee wa kunyosha anauliza, Singida hamkupata matokeo. Yanga Princess jana kule Chamazi dhidi ya Simba mlikosa matokeo. Hii leo mnapata matokeo, kulikoni katika uwanja wa Meja Jenerali Samuel? Jumba la dhahabu pale. Wewe pale usiulize. Sisi pale Samuel pale nyumbani. Yaani lile jumba letu lile la dhahabu lile ndio kila kitu baba. Ndio mambo yamefanyika kule? Ndio kila kitu. Yaani wewe sio mambo. Jumba la dhahabu. Kwa hiyo tutegemea kusikia kwamba mkwenda vyumbani? Pale vyumbani tunaenda. Hawa nani? Hawa JKT hawana shida, hawa Wajeda hawana shida. Umeshaona? Vyumbani tunaenda. Ila pale kwenye jumba letu la dhahabu lazima tupitie pale. Yaani tutie baraka, inaitwa baraka. Na ndio maana unaona leo tumepata matokeo fresh kabisa. Lakini mngecheza kwa mfano na Simba tungetokea jumba la dhahabu. Ndio manake wewe usichukulie masiala mpaka leo likaitwa jumba la dhahabu. Tumeona mbali ujue. Ile mechi ile nadhani mwenyewe nilisema kabisa, nikasema hii mechi hatutoloi. Ile chupu ujue ile. Na tulikuwa tunazalilika. Yaani tungejichanganya tu. Tulikuwa tunazalilika. Kwa jumba la dhahabu bwana lina heshima yake, tulipe heshima. Limesababisha manake tumetoa sare. Manake mna heshima jumba la dhahabu. Lina heshima yake sana manake ile ilikuwa dharau. Mimi nakwambia hivyo, yani zingepungua 6. Watu sasa chungulia. Zingepungua 6 zilikuwa. Ile siku ile. Mimi nakueleza kabisa clear kabisa. Manake ungefungwa goli 6 na Simba. Goli 6 na Simba tulikuwa tunafungwa siku ile. Watu wakaona hao sintania hatuendi. Acha tutokee hapa kwa jumba la dhahabu. Kwani kunakuwa na nini ambacho kinafanyika nje ya uwanja ambacho kinasababisha nyinyi wakati mwingine msingie vyumbani? Na sio mechi ya Simba peke yake. Unajua kuna mechi ambazo mechi hizi kubwa hizi huwa zinakuwa na mambo mengi sana. Unaelewa? Yaani lazima manake tukubali. Unaona? Lazima tukubali kuwa yaani ulozi upo. Sishaelewa? Manake ushirikina upo. Upo kabisa, upo katika hivi vilabu vyatu. Upo vizuri tu. Unapogundua kuwa mwenzio bwana hapo kakuzidi maarifa, unatafuta mbinu sasa ya kuweza wewe kujivua. Ulozi upo, wala tusiupinge. Manake akikuzidi mwenzako uwanjani kwa quality ya wachezaji, manake ibidi utumie njia nyingine mbadala. Sasa tatizo unaweza ukata na quality ya wachezaji wenzio akitumia ulozi. Wewe hivyofikiria mchezaji kama akafungashwa, manake kama vile kafungashwa labda si kitu gani kwenye mguu, manake hata kupiga nani hivi hawezi. Unategemea hata kama una quality ya wachezaji unaweza kucheza mpira gani? Kwani haya na kweli ya propaganda tu bwana. Hamna, watu wanafanya kweli. Wanafanya kweli. Mimi nilikuwa nabisha, mimi nilikuwa mbishi kweli. Jumba la dhahabu mimi nilikuwa ile niliona. Ile nimeona kweli, yani kweli ulozi upo. Mimi nilikuwa mbishi kweli. Nilikuwa naamini quality ndio inaweza ikaamua uwanjani, lakini quality kama watu wakifanya ulozi, watu wakiamka manake watu wamepigwa kitu kama kelele, mtu akigusa mpira huo, yani control tu anakuwa hana. Unafungwa. Manake na ile Simba lizamilia. Manake Simba angewamaliza manake. Simba lizamilia kutumaliza, sio Simba anajiuliza watu wametokea wapi? Ile ilikuwa shughuli, manake ile shughuli ilikuwa Simba alikuwa anafanya mauaji ndugu. Bwana, kesho watani zako Simba wanacheza dhidi ya TRA. Unazungumzaje mchezo wao? Unajua mechi za no account huaga zinaga mjadala. Ni mechi ambazo manake ni lazima manake mtu apatikanike manake wa kwenda kusonga mbele. Kwa hiyo mchezo hauwezi kuwa rahisi, lakini nikiangalia namna saizi Simba jinsi wanavyocheza, naona kabisa moja kwa moja Simba inaenda kupata matokeo. Inaenda nusu finali. Sijui, lakini kwa sababu mpira nao sometime una matokeo ya kikatili. Ila ukiniambia bwana unampa nafasi nani, basi mimi Simba nampa nafasi ya kwenda nusu finali. Bwana, mzee kunyosha, mimi nikushukuru na kutakia kila laheri. Haya, asante.